Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Pendwa mtazamaji wa chaneli yetu pendwa ya Yosh TV, tunamshukuru Mungu kwa hii neema na nafasi ambayo tumeipata siku ya leo. Ninakuletea somo linaitwa nguvu ya neno la Mungu kwenye maisha ya muamini, nikianza kusoma kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa 23. Neno la Mungu linasema, kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili, sio kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu lenye uzima lidumulo hata milele. Neno la Mungu, kwa nini tunajifunza kwa habari neno la Mungu? Neno la Mungu ndio linalomtengeneza mtu kuwa muamini. Neno la Mungu ndio linalomfanya mtu awe muamini. Neno la Mungu ndio linalomfanya mtu azaliwe mara ya pili. Biblia inasema tumezaliwa sio kwa vitu viharibikavyo, tumezaliwa mara ya pili kwa neno la Mungu. Kwa hiyo neno la Mungu ni la muhimu sana, kwa sababu ndio linalomfanya mtu awe muamini. Huwa ninawaambia watu ni vizuri kuwa Mkristo, lakini haitoshi kukufanya uende mbinguni. Ni vizuri kuwa Mkristo, lakini haitoshi kukufanya siku ya mwisho uweze kumuona Mungu. Kitakachokufanya uweze kumuona Mungu ni matokeo ya neno la Mungu, ambayo matokeo haya ya neno la Mungu ndio yanayokufanya wewe sasa uwe muamini. Biblia kwenye kitabu cha waraka wa Yakobo sura ya 1:21, neno la Mungu linasema, wekeni mbali uchafu wote na ubaya uzidio, na kupokea kwa upole lile neno lililopandwa ndani yenu, liwezalo kuziokoa roho zenu. Anasema lile neno lililopandwa ndani yenu, liwezalo kuziokoa roho zenu. Manake neno la Mungu ndio linalookoa. Manake neno la Mungu ndio linalotufanya sisi tuwe watoto wa Mungu. Neno la Mungu ndio tunapolipokea ndio tunahamishwa kutoka katika ulimwengu wa giza, tunaingizwa katika ulimwengu wa nuru, ulimwengu wa mwana wa pendo lake. Kwa hiyo ni muhimu sana tukajua umuhimu wa hilo neno la Mungu. Ni muhimu sana tukajifunza faida za hilo neno la Mungu, kwa sababu neno la Mungu ni muhimu sana na ndio linalotufanya sisi tuweze kuitwa waamini. Lakini sambamba na hilo neno la Mungu, kwenye kitabu cha Wakolosai ile sura ya 3 mstari wa 16, Mtume Paulo analiambia kanisa la Wakolosai, anasema, neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tenzi za rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Tunaona kuna umuhimu mkubwa sana na neno la Mungu, mpaka mitume wanafundisha kwamba neno la Mungu linapaswa likae kwa wingi ndani ya mioyo yetu. Kwa hiyo leo tutajifunza kwa habari ya nguvu ya neno la Mungu kwenye maisha ya muamini. Jambo la kwanza, kwa nini tunapaswa kuliamini neno la Mungu? Tunapaswa kuliamini neno la Mungu kwa sababu neno la Mungu limehakikishwa. Neno la Mungu sio majaribio. Neno la Mungu sio stori za kubuni. Neno la Mungu limehakikishwa. Biblia kwenye kitabu cha Mithali sura ya 30 mstari wa 5, kila neno la Mungu limehakikishwa, yeye ni ngao yao wamwaminio. Mstari wa 6 anasema, usiongeze neno katika maneno yake, asije akakulaumu ukaonekana muongo. Neno la Mungu limehakikishwa. Lakini mara nyingi huwa ninawaambia watu, hii Biblia ambayo neno la Mungu tunalolisoma, ambalo hata mimi nalitumia hapa kukufundisha wewe, ni kitabu ambacho kimebeba nabii zaidi ya 2500. Kina prophecy 2500. Lakini katika zile prophecy 2500 ni kitabu pekee ambacho mpaka sasa hivi prophecy 2000 zimekwisha kutimia. Manake ni kitabu ambacho kimebeba kweli ambayo inatimia. Sio kitabu cha maigizo, sio kitabu cha kutunga, sio habari ambayo watu wameitafuta tu wameitengeneza. Hili ni neno la Mungu. Na ndio sababu kutoka Mwanzo mpaka Ufunuo ni kitabu ambacho kimeandikwa vipindi tofauti tofauti, kimeandikwa na waandishi tofauti tofauti, kimeandikwa na waandishi waliokuwa maeneo tofauti tofauti, lakini mwisho wa siku kimebeba ujumbe mmoja ambaye ni Yesu Kristo. Neno la Mungu linasema, hapo mwanzo palikuwepo na neno, naye neno alikuwepo kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Neno la Mungu limehakikishwa. Kwa hiyo unapojifunza uwe na uhakika kabisa kwamba hili neno la Mungu linatosha na linafaa kabisa kwa ajili ya kukusaidia, kwa sababu kwanza ndilo ambalo limekufanya wewe usiwe mtu wa kawaida, uwe muamini. Ndio hilo ambalo limekuokoa. Kama isingekuwa neno la Mungu, basi tungekuwa tujaokolewa, kwa sababu neno la Mungu ndilo ambalo linatuokoa na linatufanya sisi tunakuwa waamini. Jina la Bwana libarikiwe. So niende moja kwa moja sasa, faida ya neno la Mungu kwa muamini ni nini? Jambo la kwanza, neno la Mungu ni chakula cha roho zetu.
Nimekuwa nikisema mara nyingi kwamba a man in the spirit, he lives in the body, possesses soul. Mtu ni roho, ana nafsi na anakaa kwenye mwili. Binadamu anahitaji neno la Mungu. Kwa nini binadamu anahitaji neno la Mungu? Binadamu anahitaji neno la Mungu kwa sababu neno la Mungu ni chakula cha roho yake. Kama ambavyo mwili wa binadamu unahitaji chakula, unahitaji vitamin, unahitaji protein, unahitaji carbohydrate, unahitaji lipids na virutubisho vingine ili binadamu aweze kuishi. Hivyo hivyo mtu wako wa ndani, roho yako inahitaji chakula, na hicho chakula ni neno la Mungu. Biblia kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 4 mstari wa 4, neno la Mungu linasema hivi: naye akajibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Biblia inasema mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo kwenye kinywa cha Mungu. Neno la Mungu kwetu ni chakula. Mtazamaji unanitazama wakati huu hapa, unalihitaji neno la Mungu kwako kama chakula cha roho yako. Na kwa majibu tu ya kawaida, kwa nini tunakula chakula? Jambo la kwanza, tunakula chakula ili tuweze kukua. Ndio maana mtoto yoyote anapokuwa amezaliwa, ikionekana kwamba hali chakula, hiyo ni tatizo ambalo linaweza likasababisha hata akapelekwa hospitalini, kwa sababu asipokula chakula hawezi kukua. Hivyo hivyo Mkristo anayenisikia majira haya, kama atakuwa hawezi kujifunza neno la Mungu, maana yake ukuaji wake wa kiroho utakuwa ni ukuaji ambao sio endelevu. Ukuaji wake wa kiroho utakuwa ni ukuaji ambao hauna matokeo, hauna maendeleo ambayo ni mazuri. Biblia inasema kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro, ile sura ya 2 mstari wa 2, Biblia inasema, kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyogushiwa, ili kwa hayo mpate kuukulia wokovu. Kumbe Mkristo baada ya kuokoka, jambo la pili analopaswa kufanya, anapaswa kukulia wokovu. Nini kinakufanya unakuwa mtu wa Mungu? Kinachokufanya unakuwa ni neno la Mungu. Kwa hiyo kila mtu wa Mungu analihitaji neno la Mungu. Kila muamini analihitaji neno la Mungu ili aweze kukua kiroho. Kila muamini analihitaji neno la Mungu ili aweze kuwa na maendeleo mazuri kiroho. Lakini jambo la pili, neno la Mungu linafanya kitu gani? Kwa nini tunahitaji chakula? Tunahitaji chakula tuweze kuwa na uzima. Wengi ni mashahidi na mnafahamu, mahali popote kwenye nchi zote duniani ambapo inaonekana kuna tatizo kubwa la njaa, nini kinatokea njaa inapoonekana imekuwa tatizo? Njaa inapoonekana imekuwa tatizo, watu wanakufa. Uzima unaondoka kwenye maisha ya watu. Kwa hiyo chakula ni muhimu, sio tu kutufanya tukue, lakini chakula ni muhimu katika kutupa uzima. Yohana Mtakatifu ile sura ya 6 mstari 63 na 68, neno la Mungu linasema hivi: roho ndio itiayo uzima, mwili haufai kitu. Maneno hayo niliyowaambia ni roho tena ni uzima. Manake ni kwamba neno la Mungu limebeba uzima. Mkristo analihitaji neno la Mungu kama chakula ili apate uzima. Na mstari wa 68 Petro anamwambia Yesu, anasema hivi, mstari wa 68 Petro anamwambia Yesu, anasema hivi: basi Simoni Petro akamjibu, Bwana, twende kwa nani? Wewe unayo maneno ya uzima wa milele. Mungu ametupa neno lake ambalo limebeba chakula, ambacho chakula ni muhimu kwetu kwa ajili ya kutupa uzima wa milele. Pendwa mtazamaji, naamini umebarikiwa, na ninaamini unalihitaji neno la Mungu kwa ajili ya kukusaidia kuweza kukua kiroho na kupiga hatua zaidi. Pointi yetu ya pili, neno la Mungu lipo kwa ajili ya kutuongoza. Kazi ya neno la Mungu ya pili ni kutuongoza. Katika haya maisha, kwenye kila hatua, kwenye kila mahali, kwenye kila sehemu, tunahitaji uongozi. Unapotaka kukua kiroho, unahitaji uongozi wa kiroho. Unapotaka kufanikiwa kiuchumi, unahitaji uongozi wa kiroho. Unapotaka kufanya baadhi ya maamuzi kwenye maisha yako, unahitaji uongozi wa kiroho. Na huo uongozi Mungu ameuweka kwenye neno lake. Zaburi 119 mstari 105, Biblia inasema, neno lako ni taa ya miguu yangu na ni mwanga wa njia yangu. Kumbe neno la Mungu linatusaidia sisi kutuongoza. Linakuwa ni taa na ni mwanga wa njia zetu. Katika Agano Jipya Mungu anatamani kutuongoza. Mungu anatamani kutembea na sisi. Na ndiyo sababu unaona hata kwenye Agano la Kale, wana wa Israeli walipokuwa wanaanza safari ya kutoka Misri kwenda Kanaani, waliomba uongozi wa Mungu kwenye maisha yao. Waliomba Mungu awaongoze. Na ikafika hatua mpaka
Musa anamwambia Mungu, usipoenda na sisi hatuwezi kwenda. Hivyo hivyo sisi kama watu wa Mungu tunahitaji uongozi. Na kwenye Agano Jipya tuna uongozi ambao tunaupata kwanza kwenye neno la Mungu, lakini pia tuna uongozi wa Roho Mtakatifu. Na Mungu mwenyewe anasema, nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea na kukushauri jicho langu likikutazama. Zaburi ya 32 mstari wa 8. Lakini kitabu cha Timotheo wa pili ile sura ya 3 mstari wa 16, neno la Mungu linasema hivi: kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kuwaonya watu makosa yao na kuwaongoza na kuwaadabisha katika haki. Kumbe tunahitaji neno la Mungu ili liweze kutuongoza. Tunahitaji neno la Mungu ili liweze kutusaidia, kutuongoza. Njia tunayoiendea tuweze kujua ni sahihi au sio sahihi. Njia ambayo tunaiendea tuweze kujua ina mapenzi ya Mungu au haina mapenzi ya Mungu. Jambo la tatu, neno la Mungu linatusafisha na kututakasa. Neno la Mungu linatusafisha na kututakasa. Yohana Mtakatifu 17:17. Neno la Mungu linasema hivi: watakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Anasema watakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Tunalihitaji neno la Mungu kwa ajili ya kututakasa na kutusafisha. Lazima ufahamu kwamba kabla hatujaokoka tulikuwa watu wa dunia. Tulikuwa watu wa tabia za mwilini. Tulikuwa watu wa tabia za asili. Na ndio maana Biblia kwenye kitabu cha Warumi sura ya 12 mstari wa 2 inasema, msiifuatishe namna ya dunia hii, bali mfanywe upya nia zenu. Kinachotufanya upya nia zetu ni neno la Mungu. Kwa hiyo tunavyozidi kujifunza neno la Mungu, tunavyozidi kulijaza neno la Mungu mioyoni mwetu, moja ya kitu inachokifanya neno la Mungu, linafanya replacement reaction. Zinatoka zile tabia za duniani, zinatoka zile tabia za mwilini, unatoka ule utu wa kale, unaingia utu upya, ambao huo utu upya umefanywa kwa neno la Mungu. Kanisa la Mungu ambao ni mwili wa Kristo, ambaye ni mimi pamoja na wewe, linasafishwa kwa neno la Mungu, linatakaswa kwa neno la Mungu. Ndio maana Biblia ikasema uwatakase kwa ile kweli, maana neno lako ndio kweli. Lakini pia kwenye kitabu cha Efeso sura ya 5 ule mstari wa 26 na 27, neno la Mungu linasema hivi: ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno. Anasema ili makusudi alitakase na kulisafisha kanisa. Hilo neno kanisa nimeongezea mimi. Anasema kwa maji katika neno. Mstari 27 anasema apate kujiletea kanisa tukufu, lisilo na hila wala makunyanzi wala lolote katika hayo, bali liwe takatifu, lisilo na mawaa. Mungu analisafisha na kulitakasa kanisa lake kupitia neno la Mungu. Na sio ajabu mwimba Zaburi alisema kwenye kitabu cha Zaburi ya 119 mstari wa 11, akasema moyoni mwangu mimi nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Kwa nini unahitaji neno la Mungu kwenye maisha yako? Unahitaji neno la Mungu ili liweze kukusafisha, liweze kukufanya kuwa mtu mpya, ili liweze kuondoa ule utu wa kale na kuweka utu upya ndani yako. Zaburi ya 119 mstari wa 9, Biblia inasema hivi: jinsi gani kijana isafishe njia yake? Anasema ni kwa kutii na kwa kulifuata neno la Mungu. Kila Mkristo, kila muamini analihitaji neno la Mungu ili aweze kuwa safi, ili aweze kuwa na utu mpya, ili ule utu wake wa kale, ule utu wake wenye dhambi, ili asili yake ya kwanza iweze kuondoka, aweze kuwa na asili mpya. Jambo la 4, neno la Mungu ni silaha kwa ajili ya vita vya kiroho. Kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 10 ule mstari wa 3 na 4. Neno la Mungu linasema hivi: maana ingawa tunaenenda kwa mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Maana silaha za vita vyetu ni za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Tunapokuwa tumeokoka, kunakuwa wakati mwingine kuna vita katika ulimwengu wa roho. Kuna vita katika ulimwengu wa roho. Lakini moja ya silaha muhimu inayoweza kukusaidia kushinda hivyo vita ni neno la Mungu. Si tunafahamu kwenye maandiko, Yesu baada ya kutoka kwenye mfungo wa siku 40, alipelekwa ili aende kujaribiwa na shetani. Neno la Mungu linasema Yesu alimshinda shetani kwa neno la Mungu. Shetani alikuja akamwambia ukifanya hiki kitakuwa hivi. Yesu akamjibu akisema imeandikwa. Tunavyokuwa tumeokoka, kuna wakati kuna vita tunapigana. Na hivyo vita tunapigana na nini? Nafikiri tusome kitabu cha Waefeso ile sura ya 6 mstari wa 10.
Anasema hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Anasema vaeni silaha za Mungu mpate kuweza kupinga hila za shetani. Kwa tunapingana na hila za shetani. Anasema kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya jeshi la mapepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa tunapingana na hila za shetani, tunapingana na falme, tunapingana na mamlaka, tunapingana na wakuu wa giza, tunapingana na majeshi ya pepo wabaya. Kwa tunapingana na vitu vingi katika ulimwengu wa roho. Moja ya silaha muhimu unayohitaji ili uweze kushinda vita vya shetani, uweze kushinda hayo majeshi, mapepo wabaya na kila kilichopo utakachokutana nacho kwenye safari yako ya wokovu, unalihitaji neno la Mungu. Kitabu cha Waebrania ile sura ya 4 mstari wa 12. Kwa maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga uwao wote ukatao kuwili, tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, lije pesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Neno la Mungu li hai, tena lina nguvu. Neno la Mungu nyuma yake lina nguvu ya kutusaidia kumshinda shetani na hila zake na mapepo wabaya na kila ambacho tunapambana nacho katika ulimwengu wa roho. Lakini sio hivyo tu, neno la Mungu ni kama upanga. Upanga ni silaha. Kwa hiyo tunalihitaji neno la Mungu kwenye maisha yetu ili tuweze kushinda vita vya adui. Na kwenye hiyo kitabu cha Waefeso hiyo sura ya 6 kuanzia mstari wa 10 anasema hatimaye mzidi kuwa hodari katika uwezo wa Bwana na nguvu zake, vaeni silaha. Anazitaja mbeleni pale silaha anazitaja silaha ambazo tunatakiwa tuzivae tuweze kushindana. Lakini kwenye mstari wa 17 anasema na upanga wa Roho ambalo ni neno la Mungu. Kumbe tunalihitaji neno la Mungu kwetu kama silaha ili tuweze kumshinda shetani. Kitabu cha Yeremia sura 23 mstari wa 29 mpaka 30. Neno la Mungu linasema hivi: je, neno langu si kama moto, asema Bwana, na kama nyundo ivunjayo mawe vipande vipande? Basi kwa sababu hiyo mimi ni juu ya manabii hao, asema Bwana, wanaompokonya kila mtu jirani yake maneno yangu. Msisitizo wangu kwenye mstari 29 anasema, je, neno langu si kama moto, asema Bwana, na kama nyundo ivunjayo mawe vipande vipande. Tunahitaji neno la Mungu kwetu kama silaha ili tuweze kumshinda adui kwenye maisha yetu haya ya kiroho. Kama ambavyo Yesu alimshinda shetani kwa neno, ndivyo ambavyo mimi na wewe tunahitaji neno la Mungu ili tuweze kushinda shetani pamoja na maadui wengine wote tulionao katika safari yetu hii ya kwenda mbinguni. Jambo la 5, neno la Mungu linatusaidia kuomba kwa usahihi na kujibiwa maombi yetu. Neno la Mungu linatusaidia kuomba kwa usahihi na kujibiwa maombi yetu. Moja ya jambo ambalo ni la muhimu sana kwenye maisha ya Kikristo ni maombi. Nafikiri maombi yamezungumzwa kwenye Biblia sana. Nafikiri kila mtu ambaye utamuona kwenye Biblia ametumika kama mshindi, basi alikuwa ni mtu anayeomba. Kwa nini maombi yamezungumzwa kwa namna hiyo? Hapo tunamuona Yesu mwenyewe kila alfajiri na mapema, Marko sura ya 1 mstari 35, alikuwa akienda kusali. Tunaona Yesu mwenyewe kwenye kitabu cha Luka 18 mstari wa 1 akawaambia kwa mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala msikate tamaa. Haikuishia hapo pia. Petro anasema kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 6 mstari wa 4, anasema bali sisi tutadumu katika kulihudumia neno na kuomba. Kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume hiyo sura ya 3 mstari wa 1, neno la Mungu linasema basi ilipofika saa 9 saa ya kusali, Petro na Yohana wakaenda kusali. Kwa hiyo tunakuja kuona kwamba maombi ni muhimu sana. Mtume Paulo anasema dumuni katika kuomba. Anasema kesheni katika kuomba. Wathesalonike wa kwanza 5:17 anasema ombeni bila kukoma. Yakobo naye anasema Elia alikuwa mwanadamu mmoja mwenye tabia moja na sisi, lakini aliomba. Kuomba kwake mwenye haki kwa faa sana, akiomba kwa bidii. Kwa hiyo maombi ni kitu ambacho kimefanyika sana kwenye maandiko, Agano Jipya pamoja na Agano la Kale. Lakini watu wengi wanakata tamaa ya maombi. Kwa nini? Kwa sababu wakati mwingine wanaomba na majibu yao hayajibiwi. Nafikiri nitakuja kufundisha wakati mwingine somo linasema
vitu vinavyosababisha maombi ya mtu labda yasijibiwe. Nafikiri ni swali ambalo nimekuwa nikiulizwa mara nyingi na nitalileta pia kwenye channel yetu hii hapa. Endelea kufuatilia, like, subscribe ili wakati wote ambapo tutakapokuwa tukileta somo jipya basi uwe unaweza ukalipata. Lakini msisitizo wangu ni kwamba neno la Mungu ndilo ambalo linatusaidia kuomba kwa usahihi. Yohana Mtakatifu 15:7 neno la Mungu nasema hivi: ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa. Anasema tukikaa ndani yake naye maneno yake yakikaa ndani yetu, tuombe tutakalo tutatendewa. Kumbe tukiomba huku tukiwa tuko ndani yake, lakini pia tukiomba huku neno lake likiwa liko ndani yetu, tuna uhakika wa kujibiwa maombi yetu. Pendwa mtazamaji, ni muhimu sana ukalifahamu neno la Mungu. Ni muhimu sana neno la Mungu likakaa moyoni mwako. Utakapokuwa ukiomba, hautaomba kama watu wengine. Utaomba kwa namna ambayo utapata majibu na utaona matokeo ya maombi unayoomba, kwa sababu neno la Mungu linasema sisi tukiomba sawa sawa na mapenzi yake, yeye anafanya. Lakini pia Biblia inasema kwenye kitabu cha Yeremia ile sura ya 1 mstari wa 12, Yeremia 1:12, neno la Mungu linasema Mungu analiangalia neno lake ili apate kulitimiza. Nakumbuka nilimsikia mtumishi wa Mungu mmoja akisema Mungu ajibu maombi. Mungu anajibu neno lake katika maombi. Nikamshangaa sana, nikasema anafundisha kitu gani huyu? Lakini baadaye nikaja kujifunza ni kweli Mungu analiangalia neno lake katika kuyatimiza yale ambayo tunamuomba. Kwa hiyo tukitaka kuwa waombaji wazuri, lazima tuwe na neno la Mungu mioyoni mwetu. Tukitaka kuwa waombaji wazuri, lazima tumfahamu huyu Mungu vizuri. Na tunamfahamu Mungu huyu vizuri, tunamfahamu kwa namna gani? Tunamfahamu kupitia neno la Mungu. Ili tuweze kuomba, tuweze kujibiwa, lazima tuombe sawa sawa na mapenzi yake. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 17, neno la Mungu linasema huu ndio ujasiri tulionao mbele yake, ya kwamba tukiomba jambo lolote sawa sawa na mapenzi yake, yeye anatusikia. Sasa mapenzi ya Mungu unayapata wapi? Mapenzi ya Mungu unayapata kwenye neno la Mungu. Jambo la 6, neno la Mungu ni chanzo cha imani ndani yetu. Ili tuweze kumpendeza Mungu, tunahitaji imani. Maana neno la Mungu linasema pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Ili tuweze kumpendeza Mungu kwenye haya maisha, tunahitaji imani. Sio hivyo tu, mwana wa Mungu au mwenye haki wa Mungu ameitwa aishi kwa imani. Neno la Mungu linasema mwenye haki wa Mungu ataishi kwa nini? Kwa imani. Sasa imani unaitoa wapi? Imani unapatikana kwenye neno la Mungu. Kitabu cha Warumi 10:17, neno la Mungu linasema hivi: basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kumbe tunavyozidi kujifunza neno la Mungu, tunavyozidi kulisikia neno la Mungu, ndivyo ambavyo neno la Mungu linazidi kutengeneza imani ndani yetu, ambayo imani inatufaa. Kwanza inatusaidia sisi kuishi. Biblia inasema tunaishi kwa imani na sio kwa kuona. Kumbe muamini bila imani hawezi kuishi. Lakini pia imani inatufanya sisi tuweze kumpendeza Mungu. Maana pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Kumbe kila mtu anahitaji imani. Na hiyo imani unaipataje? Hiyo imani unaipata kwenye neno la Mungu. Luka Mtakatifu sura ya 8 mstari wa 11, neno la Mungu linasema hivi: na huo mfano maana yake ni hii, mbegu ni neno la Mungu. Wale walio karibu na hii njia ndio waisikiao, kisha uje ibilisi akaliondoa lile neno moyoni mwao, wasije wakaliamini na kuokoka. Nafikiri msisitizo wangu mimi, neno la Mungu ni mbegu. Unavyozidi kujifunza neno la Mungu, ndivyo ambavyo ile mbegu inazidi kumea. Ile mbegu inavyozidi kumea, inaweza ikawa inaonekana ni ndogo, lakini siku zinavyozidi kwenda inazidi kukua. Hata wewe imani yako inawezekana inaonekana ni imani ndogo, au umekuwa una mashaka wakati fulani. Kuna nyakati ngumu ukizipitia unaacha kumwamini Mungu. Kuna nyakati ngumu ukizipitia imani yako inateteleka, unalihitaji neno la Mungu, kwa sababu neno la Mungu ndio chanzo cha imani. Basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia kunakuja kwa neno la Kristo. Ukilipata neno la Mungu kwa usahihi, ukijifunza neno la Mungu kwa usahihi, lile neno la Mungu linakusaidia kukuza imani yako, kwa sababu hiyo neno la Mungu kwako ni mbegu. Jambo la mwisho kwa leo, sio kwa umuhimu,
Neno la Mungu huponya. Binadamu ni roho, ana nafsi na anakaa kwenye mwili. Madaktari na wataalamu wa afya kwa sehemu kubwa wanaweza kuponya miili yetu. Lakini sio hivyo tu. Kuna wataalamu wa saikolojia na mambo yanayoendana nayo, wanajitahidi, wanaponya mpaka nafsi zetu. Siku hizi kumetokea changamoto kubwa, unasikia afya ya akili. Lakini neno la Mungu linaweza likaponya mwili, linaweza likaponya roho, na linaweza likaponya nafsi zetu. Namna gani neno la Mungu linaponya nafsi zetu, roho zetu na miili yetu? Neno la Mungu linaponya roho zetu kwanza kwa kuokoa. Kwa sababu neno la Mungu ndio linalookoa. Mpendwa mtazamaji, mtu yoyote ambaye hajaokoka, manake hayuko salama. Manake ni kwamba roho yake haijapona. Kwa sababu wakati wote Yesu atakapokuja kulichukua kanisa lake, yeye hatakuwa salama. Yeye atakuwa kwenye moto. Yeye atakuwa kwenye mauti ya milele. Kwa neno la Mungu linaponya roho zetu pale tunapohubiriwa neno la Mungu na kuliamini. Tunapookoka, maana ya neno kuokoka manake ni kupona. Tunahamishwa kutoka kwenye giza, tunaingizwa kwenye nuru. Tunaagishwa kutoka kwenye giza, tunahamishwa kutoka kwenye giza, tunaingiza kwenye ufalme wa mwana wa pendo lake. Lakini neno la Mungu haliishii tu hivyo. Neno la Mungu linaponya nafsi zetu na lina uwezo pia wa kuponya hata miili yetu. Tunalihitaji neno la Mungu ili tuweze kupona. Kuna nyakati ngumu unazipitia, unahitaji tu neno la Mungu ili uweze kupona. Nakumbuka kwenye Biblia, kwenye kitabu cha Mathayo mtakatifu ile sura ya 8 mstari wa 7 na 8. Yesu akamwambia, nitakuja nimponye. Huyu alikuwa ni akida mmoja, alimfuata Yesu akimwambia ana mgonjwa nyumbani mwake. Yesu akamwambia, nitakuja nimponye. Yule akida akamjibu akasema, Bwana, mimi sistahili ukae chini ya dari yangu, lakini sema neno tu na mtumishi wangu atapona. Mstari wa 13 neno la Mungu nasema, naye Yesu akamwambia yule akida, nenda zako na iwe kwako kama ulivyoamini. Mtumishi wake akapona saa ile ile. Kwa neno ambalo Yesu alilitamka, mtumishi wa yule akida alipona saa ile ile. Ndivyo ambavyo unalihitaji neno la Mungu ili upone kwenye changamoto unayoipitia. Ndivyo ambavyo unalihitaji neno la Mungu ili upone kwenye shida unayoipitia. Ndivyo ambavyo unalihitaji neno la Mungu ili upate msaada mahali ambapo umekwama kwa muda mrefu. Nipo hapa kukutia moyo. Kila muamini analihitaji neno la Mungu. Na hata asiye muamini, na habari njema, kwa sababu unanisikiliza leo hii hapa, unaweza ukawa muamini. Kwa sababu mwishoni nitakuongoza sala ya toba, lakini neno la Mungu ni muhimu sana katika kutuponya. Nimalizie kwa kusoma kitabu cha Zaburi 107 mstari wa 20. Hulituma neno lake, huwaponya, huwatoa katika maangamizo yao. Mungu analituma neno lake ili kutuponya na kutuondoa katika maangamizi yetu. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa chaneli hii, ninaamini umebarikiwa. Nina jambo la msingi nataka niliseme kwako. Unamhitaji Yesu kwenye maisha yako ili liweze kukusaidia, ili awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na kwa kusikia neno hili, kama utakuwa tayari kutengeneza maisha yako na Bwana Yesu, utanifuatisha sala hii hapa. Sema, Bwana Yesu, ninakushukuru kwa kunipenda na kukubali kufa msalabani kwa ajili ya maisha yangu. Ninaamini ya kwamba wewe ni Mungu, na ninaamini ya kwamba ulikufa ukafufuka siku ya 3 na umeketi mbinguni. Ninaomba damu yako inisafishe, damu yako initakase, na ninaomba unijaze na Roho wako Mtakatifu. Mungu akubariki sana mpendwa mtazamaji wa chaneli hii. Ni maombi yangu kwamba neno hili litakusaidia na litakufaa, lakini pia nitafurahi sana kusikia ushuhuda wako namna ambavyo neno hili limekusaidia. Mungu akubariki sana. Nikutakia wakati mwema, tukutane wakati mwingine. Asante sana.